Kwa hiyo kesi imepangwa Jumatatu kwa ajili ya kusikilizwa saa 8 mchana, na wao upande wa serikali wamepewa siku kuanzia leo mpaka Jumatatu asubuhi wao wameshafaili hati za viapo, kwa maana hati kinzani za viapo kama watakusudia kufanya hivyo. So tukutane Jumatatu kwa ajili ya usikilizaji wa maombi haya. Mashaka yetu ilikuwa ni kwamba shauri hili limefunguliwa kwa hati ya dharura. Kama tulivyozungumza huko nyuma Mwambe anaumwa, anahitaji kutibiwa kwenda Ujerumani, na ndio maana tukafungua kwa hati ya dharura. Sasa wakawa wanaomba waongezewe mpaka siku ya Jumanne huko zaidi ya Jumatatu. Tukasema hapana, kwa sababu ni swala la mawasiliano tu ya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much. Bwana kama ni mgeni kwenye akaunti yetu guys, usisahau kusubscribe. Ila akaunti kubwa imefungwa kuanzia sasa hivi, tutaanza kutumia hii account, so please and please usisahau kusubscribe. Okay, tuende kwenye video yetu. Video yetu ya leo guys ni kuhusu Jophet Mwambe. Jophet Mwambe, kesi yake. Kesi ya Jophet Mwambe imekuwa ya kutatanisha, haieleweki itaanziwa wapi na itaishia wapi. Kwa kweli ilisemekana leo ilitakiwa apewe sheria zake, pasipoti yake na vitu vyake vyote, lakini bado kuna ile kuzungusha. So unajua tena serikali ya huyu Bi Samia inakuaga ina shida sana. Leo tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2026, maombi namba 488 yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa mbele ya Jaji Ngunyale, ambayo mtakumbuka yanahusu Jophet Mwambe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na kamishna wa uhamiaji. Upande wa jamhuri walipewa siku 2 kwa ajili ya kufaili majibu yao, ili leo kesi hii ije kwa ajili ya kusikilizwa. Kwa bahati mbaya wamefika mahakamani, wanasema siku 2 kwao zilikuwa ni chache, kwa sababu walikuwa wanafanya mawasiliano na upande wa uhamiaji ili waweze kukusanya taarifa za kuweza kuandika kwenye hati yao ya kiapo. Na wameambia mahakama kwamba hao maafisa wa uhamiaji ambao walichukua hizo passport wamefika Dar es Salaam, kwa leo watakaa nao kwa ajili ya kuweza kukusanya hizo taarifa ili Jumatatu asubuhi waweze kufaili hati ya kiapo. Kwa hiyo kesi imepangwa Jumatatu kwa ajili ya kusikilizwa saa 8 mchana, na wao upande wa serikali wamepewa siku kuanzia leo mpaka Jumatatu asubuhi wao wameshafaili hati za viapo, kwa maana hati kinzani za viapo kama watakusudia kufanya hivyo. So tukutane Jumatatu kwa ajili ya usikilizaji wa maombi haya. Mashaka yetu ilikuwa ni kwamba shauri hili limefunguliwa kwa hati ya dharura. Kama tulivyozungumza huko nyuma Mwambe anaumwa, anahitaji kutibiwa kwenda Ujerumani, na ndio maana tukafungua kwa hati ya dharura. Sasa wakawa wanaomba waongezewe mpaka siku ya Jumanne huko zaidi ya Jumatatu. Tukasema hapana, kwa sababu ni swala la mawasiliano tu ya kawaida. Kwa nini walichukua hizo passport za Mwambe na familia yake? Leni wafaili mahakamani hati za viapo. Sasa sio swala ambalo linahitaji muda mrefu zaidi, na jaji akakubaliana na hoja zetu kwamba tupewe siku ya Jumatatu saa 8 mchana kesi ije kwa ajili ya kusikilizwa, na wao Jumatatu asubuhi wao wameshafaili hizo hati za viapo. Ni kweli demand note tuliwasave tarehe 31 mwaka jana mwezi wa 12, na tuliwapa siku 3 wao wameshamkabidhi Jophet Mwambe passport zake pamoja na familia yake, lakini hilo jambo halikutekelezwa na kamishna wa uhamiaji. Sasa ili kuchukua hatua zaidi, sheria inakutaka katika maombi haya kwamba uwe umeshaomba jambo fulani kwa huyo mtu ambaye unakuja kumshtaki mahakamani, ili uwe na nguvu ya kisheria kusema kwamba ulishamtaka akupe passport then hakukupa passport. Kwa hiyo wao hawakutekeleza matakwa ya demand note, wakakaa kimya. Then kama unavyojua mahakama ndio sema mwisho kutenda haki. Kwa hiyo mteja wetu akasema naombeni kafungueni kesi mahakamani ili haki zake ziweze kupatikana mahakamani. Mahakama itoe amri za kamishna wa uhamiaji aweze kumpatia passport. Bi Samia serikali yake inakuaga kila saa ni ya huku, mara imepita huku, mara nimefanya hivi. Ni serikali ambayo haitaki kufanya mambo yanavyotakikana. Kila saa wanakuwa tu wanaunda mambo yao ili wawachanganye wananchi wasipate serikali inachokifanya. Lakini sasa hivi mambo yamekuwa ni mabaya. Kwa mfano kama hii ya Jophet ya Mwambe hawajitimiza inavyotakikana. Kwa kweli naona kama kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu gani ninavyosema hivyo?
kila kitu sasa hivi kwanza kinaanza kubadilika. Tusemeni ukweli, msione kama hivi watu wamenyamaza, sijui watu wanaenda kwenye biashara zao, sijui nini. Wewe unataka kujua kama Tanzania sasa hivi inapepea hivi, nenda kwenye vikao vya kahawa, nenda katika uwanja za mpira zile vijana wanaocheza vichochoroni, sio kwenye uwanja wa taifa zile, kwenye uwanja zile za kwenye mchanga kule vichochoroni. Nenda kule, kutana na wale vijana, au nenda kwenye sehemu za kwenda kuangalia mabanda ya sinema kule, waulize vijana, bwana vipi, mambo yanaendaje? Cha kwanza vijana watakuwa kama wanakuogopa, kwa sababu sasa hivi watu wanaogopana. Watakuwa kama watu wanakuambia bwana, wewe tuachie mambo bwana, wanaweza kasepa. Sio kama tuachie, wanapenda ni tuachie, yani wanajisikia machungu na hawezi kuongea, wanaweza kaondoka. Lakini wakikuelewa, wanaanza kukupa sasa, wanakuambia bwana, sikiza bwana, serikali bwana, sitoshachoka, serikali sipo hivi, serikali haifanyi haki, serikali. Sasa unaweza ukachangaa, bwana, mambo ndio hivi. Yani watu maneno wanaongea huwezi amini. Hakuna mtu hata mmoja anayeweza toa sifa za hii serikali sasa hivi. Kila mmoja utakayekutana naye na ukaanza kumuuliza kiundani, yani nenda tu kiserasera tu, nenda kiserasera, kaa naye pembeni, auliza, bwana vipi, mambo vipi, mnakunywa kahawa huko, mnapiga sura, mnaangalia mechi au mpo pale kwenye banda la video, muulize, bwana vipi, serikali unaonaje, kuna mabadiliko gani tutafanya? Watu wanafunguka. Yani serikali ukweli utaijua kama kweli, yani watu washakata tamaa na hii serikali kabisa. Yani ipo tu kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, lakini kikawaida wananchi serikali washaikata tamaa kabisa. Yani hata hawana hamu nayo kabisa. Yani kila kijana ukiongeana na kwamba bwana, mwanangu bwana, ningekuwa na uwezo mwanangu, ningezamia, ningeenda huko sijui wapi huko, nikatafuta maisha sehemu nyingine. Lakini hapa ishakuwa sio. Yani na ukishaanza kuona wananchi wanakwambia nchi yao sio bora, akatafute maisha sehemu nyingine, hiyo nchi shaisha. Yani shaisha kabisa. Mwisho wake itakuja kuishia tu katika moto, inaishia tu kwenye moto. Watu itabakia tu mambo ya kuishia moto. Kwa sababu gani naposema moto? Ndio kipindi sasa nchi za wenzetu zote zilizokuwa na vita zilianzaga hivi, vuta miaka 2, 3, 4, 5, miaka 10, miaka 15, ikaja kulipuka. Na hii sasa hivi vuta, sijui Bisamuya atamaliza muda wake, sijui nini, atakuja mwingine, inawezekana akaenda akamaliza au asimaliza, au Bisamuya amalize usimalize, kitu kinakuja kulipuka. Changanya huko na moto unazidi kuchukua hasira zile za zamani, na hiyo kipindi kile kilichotokea inakuja kushikana, inakuwa ni balaa. Lakini mimi ningeambia serikali, huu ndio muda sasa hivi wa kutuliza kila kitu. Wakae na vijana. Mimi siwezi kusema wakae na wazee. Wazee hawana issue. Hii mambo yanayoenda sasa hivi yote yanaenda na vijana. Wakae na vijana, waongee nao, wawaeleze kila kitu, waonyeshe njia zote, maana nchi ipo hivi, serikali ipo hivi, serikali inapata hasara hii, serikali inapata faida hii, vijana wataelewa. Lakini kama serikali haijafanya hivyo, imewaachia tu kama mambwa tu, watoto wanaambia tembeeni huko, mtuhusu chochote, ndio hapo vijana nao watazidi kukaza, nao wataamua kusema bana, naliwana na liwe, sisi hatutaki kujua, whatever it is, we don't give shit. Unaelewa? Hapo sasa ndipo mambo yanapozidi kuharibika usiku na mchana. Lakini serikali haitaki kujua, yani kitakachoharibika, kitakachokuwa sawa. Tayari washanunua majumba yao South Africa, wengine wamenunua majumba yao sijui Saudi, wengine wameshanunua majumba yao Oman, sijui nini. Hizo nyumba zitakuwa kule, lakini nchi yako utakuwa hutaishi na amani. Bwana, nashukuru sana guys. Kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu guys. Ile account kubwa imefungwa kuanzia sasa hivi, tunaanza kutumia hiyo account. So kama hujasubscribe guys, usiondoke bila kusubscribe. Bye bye.